Na mtazamaji wa Dream TV, karibu sana. Hii ni benchi la ufundi. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza kile ambacho kimewekwa wazi hii leo na mwalimu ama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania, Hemed Suleiman Mwite Morocco. Kikosi cha timu ya taifa kimeachiwa hii leo na nyota kadhaa wamejumuishwa hapo kwa ajili ya mchezo wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Na hii ni dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Nafasi iko wapi kwa Tanzania? Je, nani kaitwa? Sisi tuko hapa kwa ajili ya kufahamisha kila kitu ambacho kimewekwa wazi na kocha Hemed Morocco. Mimi ni Ramadhani Kasim, nipo na jopo zima la wanamichezo hapa. Yupo Elisha Anton, lakini pia utafuatilia kwa uzuri kabisa John Jerome na Hamim Juma. Moja kwa moja tuanze kukitizama ambacho kimeitwa na mwalimu Hemed Morocco, tukianzia na magolikipa watatu wameitwa, akiwemo Yakubu Suleiman kutokea JKT Tanzania, lakini pia kaitwa Ali Salim kutokea klabu ya Simba. Golikipa watatu ambaye amejumuishwa kwenye kikosi ni Hussein Masalanga kutokea klabu ya Singida Black Stars. Hao ni walinda milango wa timu ya taifa ya Tanzania. Wachezaji ambao wameitwa kwa upande wa wachezaji wa ndani, yupo Shomari Kapombe kutokea klabu ya Simba, lakini pia Losajo Mwekenda kutokea Azam. Hao ni walinzi, lakini pia yuko Mohamed Hussein kutokea Simba, kaitwa pia Pascal kutokea Azam FC. Yupo pia Miraji Abdalla kutokea Coastal Union ya pale Tanga, kaitwa pia Ibrahim Abdullah kwa maana ya Baka kutokea Young Africans. Amejumuishwa pia nyota Dickson Job kutokea Yanga. Yupo pia Ibrahim Ame kutokea Mashujaa ya pale mkoani Kigoma, lakini pia katajwa miongoni mwa hao mabeki yuko Abdurazak Mohamed kutokea Simba, lakini pia katajwa Haji Mnoga kutokea Salford City ya pale nchini Uingereza. Kaitwa Novatos Miroshi kutokea pale nchini Uturuki na klabu yake ya Gossip, wakati pia Mudathiri Yahya kutokea Yanga kajumuishwa kwenye kikosi. Wengine ni Yusuf Kagoma kutokea Simba, kaitwa kiungo huyu, wengi wanamuita pia mvunja kuni. Tamsikia Elisha pia hapa akimzungumzia kwa uzuri kabisa, lakini pia katajwa Faisal Salum Abdalla kutokea Azam kwa maana FA Toto, lakini yuko Charles Mombwa ambaye anakipiga Newcastle United Jets ya pale nchini Australia, lakini pia kajumuishwa Kibu Dennis kutokea Simba. Yupo pia Clement Mzize kutokea Yanga, katajwa pia Idi Seleman kutokea Azam kwa maana ya Nado, lakini pia Selemani Mwalimu, nyota ambaye amefanya vizuri na klabu ya Fountain Gate ya pale Babati mkoani Manyara, sasa hivi anakipiga katika klabu ya Wydad Casablanca ya pale nchini Morocco. Kevin John kaitwa pia kutokea Aalborg ya pale nchini Denmark. Hicho ni kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kimeitwa na mwalimu Hemed Suleiman kwa maana ya Morocco. Kwa ujumla, pengine mara baada ya kutajwa tumeona pia akijumuishwa ndani Simon Msuva, lakini ndani kikosi hayuko Bwana Ali Samata. Pengine wengi wanaweza kuwa wanajiuliza kutokea hapo. Tuanzie kwanza kwenye kikosi chenyewe kwa ujumla. Mwalimu Hemed Morocco, nini hasa amekitizama mpaka akawaita nyota hawa ambao tunakwenda kuwashuhudia kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, mchezo wa kufuzu kombe la dunia mwakani? Kwa ujumla wake nyota ambao wameitwa, unakitizama vipi hasa na matumaini yako yako wapi? Kwanza kikosi kipo vizuri kulingana na mahitaji yetu, ama kulingana na hali halisi ya wachezaji wetu ambao tuko nao. Unajua mara nyingi napenda kutolea ule mfano Bwana Rama, ambao huwa unahusisha kwamba kuna watu ambao huwa wanakula wanachotaka na kuna wengine wanakula kile wanachopata. Sisi ukiangalia ndio aina wachezaji wetu ambao tuko nao. Hakuna namna ambavyo tunaweza kusema tukademand kitu kikubwa zaidi wakati hawa ndio wachezaji ambao tuko nao. Ukiangalia eneo ambalo kidogo naweza nikasema lina wasiwasi, ama namna ambavyo kidogo unaweza usiridhike moja kwa moja, ni pamoja na eneo la goalkeeping ambalo kidogo tunaona wachezaji ambao wameitwa of course hawapati nafasi. Kwa mfano kwa Ali Salim ambaye tunatarajia kwamba anaweza kawa namba moja, hapati nafasi ya moja kwa moja kwenye klabu yake kwa maana ya Simba. Ni mtu ambaye ni wa backup, lakini hata wachezaji wengine tunaona wametoka katika vilabu ambavyo ni vya kawaida. Hatujazoea kama hii kwa sababu kwa miaka yote ambayo imepita hapa nyuma utaona magolikipa wetu mara nyingi huwa wanatoka kwenye vilabu hivi vikubwa, whether ni Simba ama Yanga. Kwa maana tangu enzi kina Juma Kaseja, kina Ivo Mapunda na magolikipa wengine wengi ambao hata Aishi Manula mwenyewe juzi hapa. Lakini kwa upande wa maeneo mengine naona yako sawa kulingana na performance. Naangalia kwamba makocha wakiongozwa na Hemed Morocco wameweza kuangalia zaidi performance ya wachezaji kila mmoja, namna ambavyo wameperform kwenye klabu chake, lakini pia kwenye namna ambavyo msimu wake umeenda. Ukiangalia kwa mfano kwenye eneo la ulinzi hapo umetaja akina Mwikenda, wote tumeona namna wanavyofanya vizuri. Kwenye akina Ibrahim Baka, akina Dickson Job ndio wachezaji ambao tumekuwa nao. Lakini kwa mahitaji ama kwa kikosi namna kilivyo, kitoka kwenye eneo la goalkeeping, eneo la ulinzi, eneo la kiungo,
mpaka moja kwa moja tukienda kwenye eneo la ushambuliaji, ukizingatia na mpinzani ambaye tunaenda kukutana naye, naona kuna ugumu tunaenda kukutana nao. Hilo lipo wazi kwa sababu ukiangalia kwa mfano timu ya taifa ya Morocco ni moja kati ya timu ambayo ina mafanikio makubwa barani Afrika. Si tu barani Afrika lakini hata duniani sasa hivi Morocco unaweza kuwataja moja kwa moja. Tukianzia nyuma tu hapa 2022 wote tumeona walichokuwa wamekifanya kwenye kombe la dunia. Wameweza kumaliza katika nafasi ya 4, timu ya kwanza kutoka Afrika kuweza kufika kwenye nusu finali ya michuano hiyo. Lakini hata ukiangalia wale wenzetu hawajawahi kushuka kwenye top 100 za rank za FIFA. Yaani zile general kwa dunia nzima. Tangu wameanza wao nafasi ya chini kabisa kugusa ilikuwa ni nafasi ya 95. Na hiyo unazungumza ilikuwa ni 2010 ndio walikuwa wanapitia kipindi kigumu kidogo. Lakini nje hapo hawajawahi kufika. Lakini sisi ukiangalia katika sasa hivi ambapo ndio tunaweza tukasema tuko bora, tuko 106. Unaweza kuona kabisa ni gap jinsi gani. Wao sasa hivi wako nafasi ya 14. Yote kwa yote haya ni kwa kutazama kwa ganda la nje ama kwa cover la nje kwa timu zote mbili. Maana yake tukiingia uwanjani huwa mara nyingi kinatokea kitu kingine tofauti ambacho hakuna mtu ambaye anaweza kuwa anatarajia. Kulingana na aina kikosi ambacho tuko nacho, walimu wakatumia muda vizuri kuunganisha sasa timu kutokana na kwamba tumeshachukua wachezaji kutoka kwenye timu mbalimbali kutengeneza chemistry sasa hao wachezaji wazoeane na nini. Naamini pia tunaweza tukashangaza dunia kwa sababu matokeo ya kushinda mbele ya Morocco ni wazi itakuwa ni kitu ambacho ni cha kushangaza, lakini kila kitu kinawezekana.